Leo tarehe 3 Oktoba tumeteketeza jumla ya kilogramu 4402.02 za dawa za kulevya aina mbalimbali katika kiwanda cha saruji cha Twiga kilichopo Wazo jijini Dar es Salaam. Dawa zilizoteketezwa ni pamoja na kilogramu 2168.18 za methamphetamine, kilogramu 1064.79 za heroin, gramu 326.46 za kokeni, kilogramu 515.48 za bangi na kilogramu 653.74 za mirungi zilizokuwa zimehifadhiwa kama vielelezo vya mashauri mbalimbali yaliyopo mahakamani, zikihusisha mashauri ambayo baadhi bado yanaendelea huku mengine yakiwa tayari yametolewa hukumu. Kwa mashauri ambayo hayajatolewa maamuzi, mahakama iliamua dawa hizo ziteketezwe kutokana na hatari ya kuharibika au kubadilika umbo wakati mashauri husika yakiendelea. Uteketezaji huu umefanyika kwa mujibu wa sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ya mwaka 2015 ambayo inataka dawa zinazokamatwa na kushikiliwa kama vielelezo ziharibiwe wakati shauri linaendelea au wakati shauri limetolewa maamuzi mahakamani. Miongoni mwa mashauri yanayoendelea kusikilizwa ni kesi ya Najim Abdalla Mohamedi inayohusisha kilogramu 882.78 za heroin na kilogramu 2167.29 za methamphetamine. Aidha, yapo mashauri yaliyokwisha kutolewa hukumu ikiwemo kesi ya Hassan Azizi aliyepatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo cha maisha, Salum Shabani Mpangala aliyehukumiwa kifungo cha maisha, Hemedi Juma Mrisho maarufu kwa jina la Horohoro aliyehukumiwa kifungo cha maisha, pamoja na kesi ya Ramadhani Shabani Gumbo aliyehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela na Irene Dickson Mseluka aliyehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela, pamoja na Gema Victor Masi aliyehukumiwa kifungo cha miaka 3 jela. Mamlaka inasisitiza kuwa itaendelea kuchukua hatua za madhubuti na kisheria za kiutendaji kuhakikisha kuwa Tanzania inalindwa dhidi ya madhara ya dawa za kulevya na kuendelea kuutaarifu umma kuhusu taarifa zinazohusu dawa za kulevya sambamba na kuimarisha ushirikiano na wananchi katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Kama mlivyoona, hukumu hizi zilizotolewa nyingi ni hukumu za maisha, lakini pia kifungo cha miaka 30 jela. Kwa hiyo tunawatahadharisha pia wafanyabiashara wakubwa wa dawa za kulevya kuendelea kuacha dawa za kulevya, kwa sababu wafanyabiashara wengi tumeweza kuwakamata ambao ndio walikuwa mapapa, lakini wengi baadhi yao wamekimbilia nchi ya nchi na wengine wako mafichoni. Lakini tutahakikisha tunaendelea kuwafuatilia hadi tuwakamate wote.